Maisha ni safari ndefu. Ni safari yenye mabonde, yenye milima, kushuka, kupanda. Saa nyingine unalazimika kuvuka. Kwa hiyo la muhimu ni kutokata tamaa kwenye maisha. Ni kutokukata tamaa. Maisha yetu yamejaa mazuri, yamejaa mabaya. Yamejaa upendo, yamejaa chuki. Na saa nyingine chuki zinakuwa nyingi zaidi kuliko upendo, hasa ukiwa unafanikiwa. Wakikuona unafanikiwa, chuki zinakuwa nyingi zaidi kuliko upendo. Lakini ni kutokata tamaa. Ni kujitahidi, kujiwekea lengo na ukasema mimi nataka nifike pale. Na kumwomba Mungu akupe uwezo ufike pale. Kwa sababu maisha yetu yamejaa changamoto. Kwa hiyo Waswahili wanasema penye nia pana njia. Kwa hiyo ukiwa na nia ya kufika pale, njia utaiona tu wapi upite ili ufike pale. Kwa hiyo kwa ujumla niseme kwamba maisha yamejaa changamoto. Maisha sio rahisi kama watu wanavyodhania. Maisha yana mambo mengi. Na lazima ujitume ili ufanikiwe kwenye maisha. Kuna watu wamezoea tu kiamka asubuhi remote mkononi nini, lakini pesa either ataletewa na aunti au na anko aliyeko nje au nani, anakula asubuhi mchana jioni. Hiyo ikikatika hana cha kufanya na anaanza kupiga kelele. Hana mbinu, hana njia. Lakini ukisema mimi ni mwanadamu, nimezaliwa, Mungu amenijalia nimezaliwa kamili, na miguu na mikono na macho na akili, lazima niwe na vitu vyangu nafanya. Lazima niwe na lengo la kufikia. Nataka nifike pale. Kwenye kufika pale uweze kusema lazima, kwa sababu ni amri ya Mungu. Lazima useme naomba Mungu anijalie nifike pale. Saa nyingine unaweza ukafika pahali kwa kutarget, kwa kudhamiria, kuweka lengo. Saa nyingine huweki lengo. Maisha yanaweza kuwa na vilio na masumbufu mengi yanayoweza kukukatisha tamaa. Sema usikate tamaa. Kwa sababu mtu aliyekata tamaa hata nguvu ya kusogea mbele tena hana. Hili likishindwa, nguvu na akili ya kujaribu hili lingine hana. Watu wasiokata tamaa ni yule anayekamata hili linagoma, unasema hilo liweke pembeni. Anajaribu hili linagoma, weka pembeni. Kule kuweka pembeni hilo liloshindikana, anakamata hili, maana yake kuna kitu kinamwambia ndani yake somewhere somehow itawezekana. Kuna mahali itawezekana. Kwa hiyo nitaendelea kujaribu mpaka imewezekana. Maana kuna mahali inawezekana. Umejaribu mara ya kwanza umeshindwa, sio mwisho wa safari. Jaribu tena, usikate tamaa. Umeenda kwa mtu huyu amekataa kukusaidia, usikate tamaa. Siye mwanadamu pekee aliyeko duniani, mjaribu na mwingine, usikate tamaa. Madaktari wamekwambia huo ugonjwa wako hauponyeki, usikate tamaa. Wao ni madaktari, wao ni binadamu, wana limitation yao, wana viwango vya ukomo. Lakini mwenye neno la mwisho ni yeye huyo aliyekuumba wewe kwa sura yake na mfano wake. Ni yeye huyo aliyeweka ndani yako pumzi ya uhai. Ni yeye huyo ambaye hununui bando ili uendelee kupumua, bali yeye ndiye anahakikisha unapumua kila dakika. Ndiye mwenye neno la mwisho. Usikate tamaa. Chochote ambacho utakikatia tamaa na maana hautafanikiwa nacho, si ndio? Yes. Unafukuzia kazi, umetemwa hapa, umetemwa pale, afu unaona bwana basi tena bwana, unaondoka na mabegi yako. Ndio basi, umeelewa? Lakini the more unazidi kufight, umekosa hapa, unakwenda pale, nafika sehemu unapata. Watu wote waliofanikiwa duniani watu ambao walitake risk. Kama hauwezi kuchukua risk kwenye hatua ya maisha yako, utabakia kuwa mtoto wa kawaida duniani. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.